Mahakama ya Korea Kusini leo Ijumaa Januari 16 imemhukumu rais wa zamani Yoon Suk Yeol kifungo cha miaka 5 jela kwa mashtaka ya kuzuia maofisa kutekeleza amri ya kukamata baada ya jaribio lake lililoshindwa la kutangaza hali ya hofu ya kijeshi Disemba 2024. Mahakama ya kati ya Seoul ilimthibitisha Yoon kwa kushinikiza shirika la usalama la rais kuzuia maofisa kutekeleza amri ya kukamata ili kumchunguza kutokana na hatua yake ya hali ya hofu ya kijeshi. Katika kesi iliyorushwa moja kwa moja, Yoon akiwa na umri wa miaka 65 pia alikabiliwa na mashtaka ya kutengeneza nyaraka za serikali na kushindwa kufuata taratibu za kisheria zinazohitajika kwa kutangaza hali ya hofu ya kijeshi ambayo inapaswa kujadiliwa katika kikao rasmi cha baraza la mawaziri. Hii ni hukumu ya kwanza inayohusiana na mashtaka ya jinai dhidi yake kuhusu jaribio lake lililoshindikana la kutangaza hali ya hofu ya kijeshi. Jaji mkuu amesema mtuhumiwa alitumia ushawishi wake mkubwa kama rais kuzuia utekelezaji wa amri halali kupitia maofisa wa usalama, akibinafsisha maofisa waliokuwa watiifu kwa Jamhuri ya Korea kwa usalama wake binafsi na faida yake binafsi. Baada ya hukumu, mwanasheria wake Yoon Jang-hwa amesema rais huyo wa zamani atapinga hukumu na kueleza kuwa hawakubaliani na uamuzi uliofanywa, akidai kuwa ni wa kisiasa. Wakati huo huo, maofisa wa mashtaka hawakujibu maswali kuhusu iwapo watapinga hukumu hiyo. Yoon ambaye sasa yuko katika kituo cha gereza cha Seoul aliweka bayana hoja kuwa alikuwa na mamlaka ya kutangaza hali ya hofu ya kijeshi na hatua yake ilikuwa ya kuashiria tahadhari kuhusu vikwazo vya upinzani.